kwa jina naitwa ndugu Abdalla Juma Abeid, rais wa shirikisho la mchezo wa kabadi Zanzibar, na leo hii tuko katika viwanja hivi vya bustani ya Botaniki katika ufunguzi wa mashindano haya ya Mapinduzi Kabadi Mapinduzi Cup 2026. Kwa kweli leo tunashukuru kwa mwitikio wa vijana waliokuja hapa kushindana hii michezo. Hamasa ni kubwa sana na sio mwisho au mwanzo na mwisho leo. Mashindano haya yatachukua takriban siku 3. Kwa maana leo tumefungua, kesho tena kutakuwepo na mtanange wa michezo hii, na kesho kutwa Jumamosi panapo majaliwa ndio tunategemea kucheza fainali zetu za kuhitimisha mashindano haya, kuadhimisha sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Hatujachelewa, labda hatujawekwa kwenye listi ile ya sherehe zenyewe za serikali zinavyopangwa tu, hilo labda ndio hilo. Lakini kubwa zaidi kwa upande wa shirikisho la mchezo wa kabadi Zanzibar, kipindi hichi tumekuja kukitumia ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wenyewe wa mapinduzi matukufu yenyewe Januari. Lakini pia shirikisho lilikuwa na mashindano ya dunia Bangladesh. Kwa hiyo matayarisho yalikuwa ni madogo, muda mfupi zaidi kwetu sisi, kwa sababu baada ya kutoka Bangladesh shirikisho lilikuwa na mashindano mengine ya junior yaliyofanyika Kampala ya Afrika. Kwa hiyo tulipeleka timu kule kwa ajili ya kuqualify kwa ajili ya mashindano ya junior ya dunia, na ndiyo sababu kubwa iliyopelekea sisi tukawa tumekuja kutengeneza sherehe zetu hizi kuzihitimisha kwenye kipindi cha tarehe za mbele baada ya kupita Januari 12 yenyewe. Wanakabadi Wazanzibari kwa ujumla, ninawaambia kwamba kabadi sasa ipo kwa Wazanzibari. Maana yake sasa imeamsha watu wengi. Leo hii tunaona mpaka timu kubwa ya kabadi kutoka vyuo VTA ambao msimu uliopita hawakuwemo, lakini sasa wamekuja na wako vizuri kabisa kwa kushindana. Kama tunavyoona wametoa changamoto kubwa sana kwa klabu ya Nyuki. Vile vile Nyuki kabadi walikuwa hawakuwemo kwa msimu uliopita, lakini leo tunawaona hapo. Kama haitoshi, JKU pia na wao walikuwa hawamo msimu uliopita. Sasa mwaka uliopita tulikuwa na vilabu takribani 8, lakini mpaka leo hii hapa nakuja na vilabu 12. Lakini bado tunategemea mpaka kufika mashindano yenyewe ya vilabu bingwa Zanzibar vitakuwa vingi sana vilabu vitakavyoshiriki. Sasa hii inaonyesha ni ari kubwa kwa Wazanzibari, wameukubali mchezo huu, na sisi kama shirikisho tunawaahidi kuendeleza kuukuza zaidi kwenye vizazi vijavyo, kwa maana tutapeleka kwenye chimbuko la mchezo huu kwa wanafunzi maskuli, na insha Allah kwenye mashindano haya pia utakuwa na mchezo wa vijana wadogo wa kutoka kwenye maskuli, watawaona. Kwa hiyo lengo la mchezo umefana, na sisi kusudio la shirikisho limefika kwa wahusika, na ndio maana ameona ari hii kuwa kubwa. Kwa majina naitwa Mungu Salum, ni kapteni wa timu ya Fighter, na tumejisikia vizuri kwa mchezo wetu wa leo kwa kusikiliza maelekezo ya kocha pamoja na viongozi wetu. Ni mara ya kwanza kushiriki, ila tulijipanga kwa sababu siku zote game lazima uwe unajipanga kujiandaa na mpinzani wako. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na ndio maana ikatupelekea hali hii ya leo ya ushindi. Kikubwa ninachoambia wachezaji wenzangu, msikivu, kusikiliza kile ambacho tunafahamishana pamoja na juhudi zetu za mazoezi, kutekeleza kile ambacho tumepewa. Kwa jina naitwa Smai Kombo Haji, ni team captain wa timu ya Nyuki ambao ni timu ya JWTZ, Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Leo timu ya Nyuki tumeweza kucheza na VTA. VTA ni timu nzuri na timu ngumu, na kama watu walivyoshuhudia siku ya leo tumeweza kucheza mchezo wetu mgumu. Pointi tumezipata kwa shida na tumekuja kushinda dakika za mwishoni kwa tofauti ya range moja, 40 kwa 41. Ni baadhi ya majukumu ya kikazi zaidi. Kwa hiyo michezo ni kujenga uhusiano, michezo pia ni kujenga afya, na sisi kama walinzi wa taifa kwa kulijua hili tunapaswa tujiingize kwenye michezo, na ikifika muda wa kufanya kazi za jamhuri tunatakiwa kufanya kazi za jamhuri. Na kwa hili nimpongeze sana mkuu wa majeshi Afande General Mkunda kwa kutoa nafasi kubwa jeshini. Kama alivyosema, michezo ni kama mtu aliyekuwepo kwenye mzinga.
kwamba kazi zinafanana. Mohamed Mrisho ni kocha wa timu ya VTA Kabadi ambayo kwa sasa tarehe 22 tuko viwanja vya Botanic Garden tukishiriki Mapinduzi Cup, Kabadi Cup. Pia wito wetu kwa vijana, tunawashajihisha sana vijana waje kujiunga, kwa sababu kabadi ni mchezo mpya kikweli, lakini una fursa nyingi. Kwao tunawashajihisha waje kujiunga kwa wingi kwenye vyuo vyetu ili waweze kujipatia ujuzi ambao unaweza ukasaidia maishani mwao. Pia kwa wanawake ni fursa kabisa ambazo tunakuwa tunawashajihisha wanawake waje kujiunga kwenye vyuo vyetu. Huu si mchezo wa wanaume watupu, kwao hata wanawake wanaweza kuja kujiunga na wakapata mafunzo. Kwa Kombo Juma Maalim ni katibu wa bustani hii ya kihistoria ya Migombani Botanic Garden ambayo inapatikana hapa Mnara Mbao, Kilimani, Zanzibar. Leo nimefarijika sana baada ya shirikisho hili la mchezo huu wa kabadi Zanzibar kuamua mashindano yao haya ya Kabadi Mapinduzi Cup mwaka huu 2026 kuyafanya hapa katika bustani hii ya Botanic Garden. Na bahati nzuri hichi chama cha kabadi Zanzibar tumekuwa na mashirikiano makubwa tokea wanaanza hizi harakati za kuanzisha huu mchezo, na hapa Botanic Garden ilikuwa ni moja kati ya viwanja vyao ambavyo wanavitumia. Kama tulivyoona huu mchezo wa kabadi, viwanja vyake ambavyo vinatakiwa vichezwe ni viwanja vinatakiwa viwe katika eneo maalum, lakini hapa Botanic ni eneo zuri kwa sababu hapana vumbi, hawaumii sana sababu pana grass, lakini hata hali ya hewa ni rafiki na huu mchezo. Kama tulivyoona wana michezo wamefurahi jinsi ya hii hali ya hewa ya hapa, mazingira yalivyo. Kwa hivyo sisi kama Botanic Garden kwa kushirikiana na Baraza la Manispa mjini ambao wao ndo wasimamizi wa hii bustani, tunashukuru sana kufanya mashirikiano na taasisi ambazo zimeweza kusababisha huu mchezo leo, mashindano kufanyika hapa. Kama wadhamini wakuu sisi Botanic Garden pamoja na taasisi ya dada yangu Asma Mwinyi Foundation na mamlaka ya chuo cha mafunzo ya amali Zanzibar pamoja na hawa waandishi wa habari wameweza kusababisha huu mchezo kuwa